Kwa hiyo inahitajika mmoja aelewe kwamba apate ufunuo siku ya leo ya kwamba kufanya mambo yake kwa siri. Maana wakati ambao umefanya kwa siri, bali unakuta kwamba naye huyo Mungu atakuinua kwa siri. Kuna mtu ambao anaelewa hiyo? Yani fanya mambo ya kwa siri, naye Mungu atakuinua kwa siri. Wale wengine washindwe, kwani huyu alipitia wapi? Kuna mtu ambao alifanya mambo ya kwa siri, anaitwa Samson. Na unakuta kwamba nguvu zake zilikuwa ndani yake kwa siri. Mungu anaweka mambo yake kwa siri ndani ya mtu. Na ndio hapo ndio unakuta kwamba kuna mtu mmoja ambao anaitwa Delila. Akataka kujua nguvu zake zinatoka wapi. Lakini unakuta kwamba wakati ambao alimwambia mala ambao nguvu zake zinatoka, hapo alijiuza kiulusel. Alijiuza, akang'olewa macho. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wengi ambao kila ambao kikowekwa ndani yako na Mungu kwa asili, bali unakuta kwamba ukianza kusema, ukianza kutaja, kusema kama nitafanya, nitakuwa, bado unakuta kwamba ukiondoa hiyo siri ya Mungu ndani yako, ujua kwamba kuna wengi ambao walianguka kama nani? Samsoni. Kwa hivyo ninasema kwamba Mungu anafanya kazi kwa siri. Na siri ni kibunguo. Na ndio unakuta kwamba, na ndio hapo ndio nitakuja kuongea. Nitakuja kuongea vitu ile ambao ameongea, na kuna wakati mwingine. Kwa hiyo nitakuja kufunza kuhusu taji na vile ambao inafanya kazi. Kwa unakuta kwa ameongea, kuna wengine ambao watakuwa na taji kidogo, na ni kweli. Kama yule ambao alipatiwa shilingi akazika, atapanana na yule ambao alikuwa alifanya yake mara 5 akaongezewa? Haiwezi banana. Kwa hiyo huyu ambao alizika tutakuja kuangalia. Okay, anasema kwamba fanya mambo yako kwa siri, uone Mungu akifanya yake kwa siri. Na wale wengine, na ndio hapo ukiangalia Mbasha zetu, nilisema kwamba isiwekwe jina. Maana mwenye kubaliki kwa siri, ukitoa kwa siri, atakupatia kwa siri. Kuna watu ambao wamehusika kujenga kanisa, na ni Mungu atawabariki. Hata ni kuwasimamisha hapa, nisema kwamba ni wewe na wewe na wewe na wewe ulipanda, basi usitaki, maana nitakupatia na hiyo mambo ishi. Sifa utapata sifa. Nisema kwamba pekieni huyo makobi, na hiyo makobi itakuwa mwisho yako. Lakini ngojea Mungu mwenye kubariki. Nikisema kwamba umbarikiwe tu, nikisema umbarikiwe tu, hiyo inatosha. Usingojie kitu ingine.
Alo? Usingojee kitu kingine, ngojea hiyo baraka itakuja juu yako. Nikisema kwamba uponyaye, kwa hivyo ukuwe na moyo safi. Kama vile ambayo neno imekuja asubuhi. Moyo safi tu. Ngojea Mungu katika moyo safi. Uone Mungu akifanya kazi yake kwa moyo safi. Okay. Kwa neno ambao tunaenda kuanza naye iko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4 kuanzia mstari wa kwanza. Mambo ya siri inasema kwamba Mungu anafanya kazi kama inji. Kila inji inakuwa na president wake, na kila president anakuwa na kamati yake. Na baada kuwa na ile kamati yake, bali inamaanisha kwamba anachagua wale ambao inaonekana kwamba wamekomaa kiasi kwamba wanaweza weka siri. Alo? Ukiona kwamba kuna mtu ambao ameshakuliwa, hata kama inaonekana kama ni mtoto, lakini ameshakuliwa, akae katika kamati, na ndio hapo ndio unakuta kwamba Biblia inasema kwamba mbinguni kuna wanyama 4 wako na macho kila upande, wanazunguka kiti cha nchi, na wazee 24. Kwa nini? Na ndio Mungu, nikauliza Mungu kwa nini akuweka vijana, lakini anaweka nini? Wazee. Maana wazee wanaelewa. Naweza kuambia kwamba undokia hii hapa nilipitia jana. Tani unakuta kwamba anakuambia kwamba wacha kupitia hii. Maana wakati ambao unapitia hii utakosana na Mungu. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta ndio Mungu akachukua wazee 24 wazunguke katika kiti cha enzi. Kwa hiyo unakuta kwamba basi inamaanisha kwamba basi kamati yake ambao inayemzunguka, kamati ambayo inamzunguka ni wazee. Alo? Kwa hiyo unakuta kwamba wanaelewa kwamba si watu wakotoa nini maneno. Wanajua siri ya Mungu. Kwa hiyo unakuta kwamba lazima kuwa na siri. Hata kwa nyumba, si ya kwamba unakuta kwamba kwa nyumba inahitajika kuwa na mtu ambao anaweza kuweka siri. Si ya kwamba kila ambao tunanena usiku, bali unakuta kwamba asubuhi unakuta unatoka hapo nje unaanza kujiweka uchi. Kuna kitu ninaongea. Yes. Siri, kuwa na siri. Hata kama kuna kitu ambao unakuta kwamba basi weka kitu ambao kila kitu unakuta kwamba kwa inaitwa kwa inji ikikosa, na tunasema kwamba ikikosa ushauri ni kuanguka, inaanguka. Kwa nini? Mambo ya siri inahitajika iongewe kwa siri, ushauri. Kwa hiyo ikikosa ushauri, Biblia inasema kwamba ni kuanguka, inji naanguka. Basi inamaanisha kwamba kuwa na mtu ambao anaweza kuweka siri. Lakini wakati ambao unasema kwamba tukikosane kidogo, unasema kwamba ndugu anasema kwamba nitamweka uchi, huyo mtu anja kama astahili kuwa kwa nini? Kwa kamati ya Mungu. Mungu anafanya kazi kwa siri. Kwa hivyo kama unataka kuassess vitu ya Mungu,
inahitajika ujue kwamba kujiwekea vitu, hata kama umejua nini, unanyamazi, unasema kwamba kweli. Halo? Hata kama umeelewa, na tunaitwa wakili. Wakili, kama wewe aweze weka siri, inamaanisha kwamba haustahili kuwa wakili wa Mungu. Hebu soma maandiko. Mtu wa Korinto wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo, tuko watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za Mungu. Wakili wa siri za Mungu. Kwa hiyo unakuta kwamba basi wewe kama wewe ni mtumishi, na kama unataka kuaccess vitu vya Mungu, basi inahitajika wewe ukue kwamba wewe ni wakili wa Mungu. Halo? Ili yeyote ambao atakayekuja, na ndio hapo ndio wacha nikwambie. Niite John amekaa sana bila kumtumia. Okay. Tuseme kwamba niko na John anakuja kwangu. Mimi nimefanyika kwa mtumishi wa Mungu, kwa wakili wa Mungu. Biblia inasema kwamba apichaye dhambi atafanikiwa. Asikia ya kwamba afanikiwi katika maisha, akuja kwangu aniambia kwamba unajua nilifanya hivi. Kwa hivyo basi nimwambia kwamba okay, Bwana amekusamehe. Lakini ninaongea naye peke yake. Okay. Kwa hivyo kuongea naye peke yake, basi unakuta kwa Mungu amsamehe, maana amekiri dhambi yake. Basi aende na wewe utabarikiwa. Kwa hiyo tayari umebarikiwa. Kwa nini? Maana tayari amepungua njia zake. Basi na mimi sistahili lesho kumwambia ya kwamba kila ambao alifanya, maana ni mimi nimebadilika kuwa wakili. Ninasema kwamba ndio Yesu Kristo anakuja anasema kwamba hata kama ulifanya kazi, umetenda dhambi gani, utasamewa, maana yeye ni wakili. Na hiyo unakuta kwamba huyu ambao anaitwa Yesu Kristo ako ndani yetu, bali anatufanya kuwa wakili wake. Amen. Ili nikasimama katika hilo pengo ya kuwa wakili, ili huyu ambao akikuja, bali unakuta kwamba nimemwambia kwamba pika makoti ni kuombe, basi unakuta kwamba anaondoka akiwa sawa. Lakini akienda akuta kwamba mke wake amejua kila ambao alifanya, inamaanisha kwamba mimi sistahili kuwa wakili. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta kwamba hata katika nyumba ya Mungu kuna watu ambao umeitwa, hata unakuta kwamba wamesimama katika madhabahu, lakini unakuta kwamba basi wanaelewa ya kwamba makazi ile ambao unastahili kupanda kama ni wakili, unahitajika kuwa upanya kazi wakili. Ukiwa kutetea, unakuta kwamba kazi ya wakili, hata akijua kwamba basi unakuta kwamba ndugu yangu tena kuja kazi yake amekuja, unakuta kwamba anakuja ananiambia kwamba nilipana. Kwa hiyo unakuta kwamba wakili kazi yake anasimama na huyu, anasema kwamba huyu hata kama aliua, anasema kwamba na huyu hakuua. Anasema anaenda mbele ya nini? Ya judge. Anasema kwamba huyu hakuua,
anamtetea na nini, na sheria hili ambao anameelewa. Kwa hiyo kila ambao kiko ni yeye aseme ukweli. Yeye asema ukweli. Baada kusema ukweli, bado unakuta kwamba yeye hatapokewa, bado unakuta kwamba naye Yesu anamweka nyuma. Anasema kwamba huyu hakuwa, hata kama alikuwa amefanya dhambi ya kuwa, unakuta kwamba anasimama nyuma, anamwambia kwamba huyu hakuwa. Kwa hiyo unakuta kwa Yesu Kristo ndio amesimama mbele za Mungu, anasema kwamba huyu apatiwe nafasi nyingine. Kwa hiyo kuna wakati ambao Mungu anasema kwamba mtu mmoja apatiwe nafasi, hata kama ulikuwa umefanya nini. Lakini Yesu Kristo, unakuta kwa yeye ambao ni wakili ambao ni Yesu Kristo, ambao anamesimama hili akaweza kututetea. Anasema kwamba ndio anasema kwamba Roho wa Mungu anaungua akikuombea. Alo, maana anafanya mambo ya kisiri. Kuna kitu unapata. Okay. Kwa hiyo unakuta kwamba hapo chini. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo unakuta kwamba anakuwa ya kwamba sasa tunasema kwamba huyu hakuonekana na mbaya, anaonekana kuwa safi. Endelea. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa ni hukumiwe na nyinyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala sijihukumu hata nafsi yangu. Basi kwa hiyo inamaanisha kwamba hiyo neno inasema hivi ya kwamba basi ajihukumu. Kwa hivyo kama wewe mwenyewe haujihukumu kama umetenda dhambi, inamaanisha kwamba huko sawa. Lakini kama haujajihukumu, inamaanisha kwamba kuna kitu ambao unahitajika utubu kwa ajili yake. Alo, tuko pamoja? Wewe kama ukoongea, kama ukosema, yani unakuta hakuna kitu inakuhukumu. Na ndio hapo ndio unakuta sasa na mawazo yako itakuwa sawa. Mawazo yako itakuwa sawa. Kwa nini? Maana tayari hakuna nini? Hakuna hukumu juu ya wale ambao wako ndani ya Kristo. Hiyo ni neno ambayo iko katika Warumi, lakini wachana na hiyo. Kuna mali ambao ninataka tuende. Okay, hebu tuende wa Past Timotheo. Umesoma mpaka 5. Ninataka hebu soma mpaka 4-5. Tumalize na 5 hapo. Tuanze mstari wa 3. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na nyinyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala sijihukumu hata nafsi yangu. Maana sijui sababu ya kujishtaki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki kwa ajili hiyo, ila anihukumie mimi ni Bwana. Basi nyinyi msihukumu neno kabla ya wakati wake. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka. Hebu soma hiyo, ndio nilikuwa nataka sana. Basi nyinyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza, kila ambao kikukangiza, na ya kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Basi shida ile ambao tuko nayo, maana tunahukumu jambo mapema sana. Okay. Unakuta kwa
Mtu anaweza kusema kwamba ninataka kupanya, ninataka kupanya, ikuwe na watu wengi watainuka. Kuna yule ambao anasema kwamba huyu ni sawa, mwingine ambao kwa hiyo kila ambao kiko anasema kwamba basi nyinyi msihukumu neno kabla ya wakati. Kwa nini? Maana Biblia inasema kwamba inaitwa usidhalau mwanzo mdogo. Kwa hiyo mwanzo inaweza kuwa ya kwamba haionekani sawa sawa, lakini usidhalau mwanzo mdogo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba na wewe usihukumu neno kabla ya wakati, maana hujui ni wakati gani ambao Mungu amekuzia. Na ninaweza kuya kwamba ninaweza sema kwamba ninasema kwamba ninasikia nifanye hivi, bali unakuta kwamba na mtu mwingine anasema kwamba si wakati. Kuna wakati ambao nilienda kujenga nyumbani, nikaambia kwamba yule ambao akasema kwamba si wakati wa kujenga, na mimi ninataka kujenga, akasema kwamba si wakati. Lakini wakuta kwamba na mimi nikafanya hiyo kazi ya kujenga mpaka nyumba ikamalizika. Lakini yeye alikuwa na nini? Na upishi. Kwa hiyo wakati ambao kuenda kufungua nyumba, nimwambia kwamba njoo tuende, akapotea. Alipotea siku hiyo. Kwa nini? Maana alikuwa kinyume. Kwa hiyo ndio ninasema kwamba unaweza kuhukumu neno kabla ya wakati, maana haujui huyo mtu kwa nini amefanya haja. Halo? Usihukumu mambo kabla ya wakati, maana unakuta kwamba kuna wakati ambao unakuja inakuta kwamba hata ukifanya kila ambao unafanya auelewi, unakuta kwamba kuna kitu inakusukuma ufanye, na si wewe Halo? Kuna kitu ambao inakusukuma ufanye, na hiyo kitu unakuta kwamba, na ndio hapo inasema kwamba usidhalau mwanzo mdogo. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo madogo inaweza kuanza, lakini unakuta kwamba mwisho inakuwa makubwa. Hivyo ndivyo ninasema kwamba usidharau mwanzo mdogo. Hivyo ndivyo Bwana aliniambia kwamba usidharau mwanzo mdogo. Na unakuta kwamba siku anaelewa, na wakati wote ulikuwa na huko, lakini ikakuwa kuna watu ambao walisema kwamba waliongopa sana. Ukaulizwa kwani unaenda kwa kioksi? Hata Germany alimoja aliulizwa hiyo swali, akawa anajibisha akiingia huko. Lakini ni nani ambao angejua ya kwamba siku ya leo tutakuwa na tumetoka kwa kioksi? Halo? Hata wengine walikuwa waweze kuingia, lakini unakuta kwamba sasa imefika wakati ambao Mungu anataka kufanya, anaenda kuwaleta wale ambao waliona kwamba ni kioksi. Hawezi kuingia kwa kioksi, na ni kweli. Kwani unaingia kwa kiso kufanya nini? Na wewe umezoea supermarket. Okay, kwa hiyo inasema kwamba usidhalau mwanzo mdogo, na ndio hapo unasema kwamba usidhalau neno kabla ya wakati, maana Mungu anafanya yote kwa siri. Kwa hiyo ikikuwa ndani yako inakuwa kwa siri. Mungu anatafuta vile ambao hata ikifichua pole pole, lakini maana unakuta kwamba akileta hadharani itangongwa mara moja. Kwa hiyo kuna wakati ambao ataileta ionekana na wote. Halo?
na maana anasema kwamba yeye apingwi, yeye apingwi. Huyu Mungu tunatembea na apingwi. Alo, anafanya mambo yake kwa siri. Twende kwa Timotheo. Uteua mstari wa 15. Timotheo wa kwanza 3:15 na 16. 3 mstari wa 15. Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Nguzo na msingi wa kweli. Na bila shaka siri ya utauwa ni siri ya utauwa ni ukuu, ni mkuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, aonekane na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo yote ni kwa siri. Mungu alifanya mambo ya haya yote kwa siri, akatafuta vile ambao anaweza kuokoa mwanadamu, akaona kwamba atupitie kwa mwili, ili akazaliwa. Baada ya kuzaliwa, bado unakuta kwamba akafanya na akaumbiliwa, baadaye akaenda mbinguni. Lakini tungali tunaongea juu yake, ile mambo ya siri ingali inafanya kazi, ile mambo ya siri ingali inafanya kazi. Kwa hiyo wakati ambao siri hii ukiitambua, unakuta kwamba hautabaki vile huko. Basi tunaenda nikikueleza kuna siri ambao ni kibunguo, kuna vitu ambao Mungu ameweka ili kuifanya wewe ukijua, unakuta kwamba unapokea ufunguo. Kama bila ambao nilikuwa nasema asubuhi ya kwamba furaha moja, ukiwa na furaha moja, ukiwa na furaha, basi unakuta kwamba ni nini? Ni dawa njema. Kwa hiyo wakati ambao moyo wako uko na furaha, ni dawa. Kwa hiyo pasipo kuwa hiyo moyo wako kuwa na furaha, unakwambia kwamba basi unaanza kupata na nini? Kudhoofika kwa mbuba. Najua ni kifunguo. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo ni kifunguo wakati ambao unakuwa na hiyo siri. Kwa hiyo kuelewa kwamba singi gani ambao ninaweza kupitia ili niweze kupata hii. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kila kitu ambao, kwa kile chochote ambao inahitajika kwa mwanadamu, basi inahitajika ujue nini ambao unataka, ujue ni kifunguo gani unaweza kutumia. Halo? Kwa hiyo kama ni kwa mbuba wako katika mwili wako, inahitajika ujue kwamba inahitajika kuwa na nini? Pula. Hiyo ni kifunguo ya mwili wako. Kama umekasirika saa yote, ujua kwamba basi inawekwa uchungu ndani yako. Kwa hiyo uchungu bali inamaanisha kwamba unatafuta vile ambao unaangamia tu. Mfupa wako unakosa nguvu. Kwa hiyo tumesema kwamba leo upate nini? Nguvu. Kupitia kwa nini? Kupitia kwa mbuba wako. Umeelewa ndawa. Na ndio unakuta watu wengi wanaenda mpaka nje kutafuta ndawa, lakini ndawa ni kujua neno. Wakati ambao unaelewa hiyo neno, unakuta kwamba basi unasema kwamba na sita. Maana ndio nikasema kwamba ukijua
kujongojeka kabla haujaenda hospitali, pitia